Naona. Kwa hivyo ni vizuri tujipeane kwa Mungu. Ni vizuri tusikize sauti ya Mungu. Haya, tuendelee hapo mbele. Tusonge tu mbele. Hapo imekuambia uondoke kwanza kwa mambo, uondoke Babylonians kwa Babylon. Babylon ni wale watu hawakuwa wanatii Mungu, walikuwa wamejitengenezea miungu zao. Unaona? Badala ya Mungu walikuwa wamejitengenezea miungu zao. Tunakumbuka mambo ya Nebukadnezar. Si aliinua ule mfano mkubwa sana. Na ikasemekana kila mtu wa uabudu. Kwa hivyo hizo ni vitu unaambiwa wewe kwako uondoe. Ufanye Mungu, Jehova Mungu kuwa Mungu wako. Kuwa mwalimu wako, akufundishe, akufanye kuwa mtakatifu. Haya, anaonyesha vile alivyoondoka ama alivyotembea na wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Walipokuwa jangwani, wakati kulikuwa jangwani hakuna vizima vya ama mito. Alipasua mwamba ukatoka maji. Kwa hivyo hata na wewe katika hali ngumu, katika jangwa, atapasua mwamba na utapata maji na atakuondolea kiu. Bwana asifiwe. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu hii ni example amepeana ili yani uamini yale anakuambia yanatendeka. Unaona? Kwa hivyo hata na wewe hawezi akakuacha. Umefanyika mwana ndani ya Kristo, kwa sababu kupitia Kristo Yesu. Hata na wewe hatakuacha. Ikiwa alimfanyia hao vitu, akachampasua mwamba, ukatoka maji. Jangwani wakanywa maji. Hawakukufa kwa sababu ya kiu. Hata wale walipotea ama wale waliangamizwa jangwani, hawakuangamizwa kwa sababu ya hiyo. Waliangamia kwa sababu ya kutosikia sauti ya Mungu. Lakini si kwa sababu ati Mungu aliwapitishia shida. Si kwa sababu Mungu aliwapitishia katika jangwa. Aliwaondoa kwa sababu waliinua miungu mingine badala yake. Bwana asifiwe. Water gushed out. Tuendelee. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Hakutakuwa na amani kwa waovu. Hakutakuwa na amani kwa nani? Kwa waovu. Tutafikisha hapo. Bwana asifiwe. Amen. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda wakati huu ambao umetupa na kwa ajili ya neno lako. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, ni asante, tusaidie kutii na kushika neno lako Bwana, likaweza kuwa mwanga wa miguu yetu Mfalme. Roho zetu zikakawa nyepesi kuzisikia na kuliweka neno lako katika maisha yetu. Wacha tukakuona katika hali zetu na katika hali zote za maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana asifiwe. Mwenye mahitaji ningemkaribisha ili tukapata nafasi ya kuombea mtu mwenye ako na hitaji, kuje mbele za Mungu tupate kumuombea na Mungu atafanya kitu. Yeye hawezi akatuahidi jambo ambalo hataweza kulifanya. Bwana asifiwe. Huu ndio wakati ni wa mtu kama huyo ambaye amepewa akuje mbele ili tumalizie. Tukimuita mtumishi wa Mungu Pastor Reverend Moses ili akakuja kumalizia na tutabarikiwa sana. Amen. Mungu wetu awabariki sana. Amen. Tupigie mtumishi makofi mazuri. Amen. Tupigie Mungu wake basi makofi mazuri. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtumishi.
na uende mbali in Jesus name. Ni kweli Isaia 48:22 inasema hakuna amani kwa waovu, asema Bwana. Kwa hivyo sasa ni wewe utafute kuwa na amani ile nzuri, maana waovu hawatakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mtu anakaa Kibira na ako na amani, na hata siwe jiko hapo tu inapita tu hapo, lakini unaona kitoto kiko na amani, wako na amani. Na mwingine anakaa Karen lakini hakuna amani. Mzee anakaa pande hii Runda, na huyu mwingine anakaa huko Karen na hakuna amani. Hivyo Biblia inasema hakuna amani kwa waovu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mimi nijitahidi nikae kwa njia ambayo si ya uovu in Jesus name. Nasema unapenda mtu mkiwa na yeye, kama mko na yeye unaanza kumsengenya mpaka ukimwona unasikia guilty. Hizo ndio Biblia inasema vitu kama zile. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanasiasa hata wenye unawaona mtu anaongea hivi usiku anapigia huyo mwingine simu na mwambie ngoja utasikia. Biblia inasema hakuna amani kwa waovu, asema Bwana. Kwa hiyo ni wewe utafute amani. Biblia kwingine inasema tutafute amani kwa watu wote, lakini kwa waovu asema Bwana. Kwa hivyo ni mimi nijitahidi na wewe pia uweze kujitahidi katika jina la Yesu. Maana bila amani hii life ni kazi bure. Ni kama kuwa na gari ya V8 na haina mafuta, inakaa nzuri lakini haina mafuta. Amani, ukikosa amani inakuanga mbaya, inatumanga hata mtu anashikwa na stress. Unasikia mtu amechukua kamba amejinyonga. Ni kweli ama si kweli? Maana amekosa nini? Amani. Ndio inasema hakuna amani kwa waovu, asema Bwana. Kwa hivyo kwa wenye haki Bwana atusaidie. Kwingine ukisoma kwenye kitabu ya Zaburi moja, tuko pamoja. Zaburi moja, Biblia inasema hadi Zaburi moja, katika jina la Yesu. Kuna maneno yamezungumza kuhusu heri mtu yule, katika jina la Yesu. Inasema heri mtu yule ambaye haendi katika shauri. Zaburi 1:1. Heri mtu yule ambaye haendi katika shauri na watu waovu, wala kusimama katika njia ya wenye dhambi, au kuketi katika baraza na wenye mizaa. Inasema heri mtu yule ambaye haendi katika shauri ya watu waovu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie na Mungu atupatie amani katika jina la Yesu. Twende katika njia ambayo tumefundishwa hizo za amani katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Fungu hapo pengine tu inasema namna gani? Tu inasema mbali ufurahia sheria ya Bwana, naye uitafakari hiyo sheria mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Anatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Si kutafakari vile utamaliza mtu. Bwana Yesu, unajua kuna watu wanakuwa na madharau sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anatafakari vile atakumaliza. Mwingine anatafakari vile atakuangusha kwa jambo fulani. Lakini Biblia inasema ufurahia sheria ya Bwana, nayo utafakari hiyo sheria mchana na usiku. Unasikia kuna lawyer fulani ameuliwa. Nasikia kuna mtu mkubwa wa siasa ameuliwa. Hiyo inakuwa roho mbaya sana. Hiyo watu kama hao nao kosa amani. Kain mwenyewe alikosa amani baada ya kuua ndugu yake. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupende Bwana in Jesus name. Pale 3 nimalizie pale 3 nasema aje? Pale 3 nasema mtu huyo ni kama mtu aliyepandwa kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda kwa majira yake, na majani yake hayanyauki, lolote fanyalo ufanikiwa. Natangaza leo lolote utakalofanya lifanikiwe katika jina la Yesu. Hey, naomba tusimame katika jina la Yesu. Ninatangaza katika jina la Yesu, inua mkono wako juu in Jesus name. Tunatangaza chochote utakachofanya ndio kiweze kufanikiwa. Biblia inasema mtu huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda kwa majira yake. Inasema majani yake hayanyauki, lolote afanyalo Biblia inasema hufanikiwa. Tunatangaza mtu wa amani, tunatangaza afanikiwe katika jina la Yesu, kulingana na neno la Bwana. Anasema mtu yeyote ambaye ni wa amani, chochote chenye atakuwa anafanya
kitakuwa kinafanikiwa, yaani hiyo ndoa itakuwa inafanikiwa, hiyo biashara itakuwa inafanikiwa, hiyo kazi itakuwa inafanikiwa. Watu wakisema ni kungumu, watu wanakuta wewe ni kunona unanona, na hauko kazi, ni kunona unanona. Anasema chochote utakayofanya inafanikiwa. Nimewahi kuona mtu amewekwa mahali kazi ikaendelea zaidi, maana kuna mtu wa amani aliwekwa mahali pale. Tunatangaza leo kulingana na neno la Bwana, Zaburi 1:3, mtu huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji ambao uzaa. Tunatangaza uzae matunda mema. Tunatangaza ufanikiwe katika jina la Yesu. Inasema ufanikiwa majira kwa wakati wake. Tunatangaza leo wakati wake ukifika, hakuna pepo, hakuna devil worshiper, hakuna mchawi, hakuna mwanadamu. Wengine usema ati huyu amechukua baraka zangu, ati kama ni huyu singekuwa hapa. La asha, unafanikiwa by force by fire. Natangaza leo ufanikiwe. Hii amani ya Yesu iwe juu ya maisha yako. Labda uko hapa na unahitaji, nyosha mkono tunapoenda kukubaliana katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mikono zimeinuliwa. Baba, asante na kwa watumishi, asante na kwa ambao wameinua mikono zao. Ninawatangazia leo kupitia hiyo neema ya mtumishi wako ambaye amezungumza. Ninaomba kupitia hiyo neema wafanikiwe Bwana, lolote utakalofanya. Hata mwenye ako na hitaji, hata mwenye ako na machozi, hata mwenye ako na uchungu kwa situation anayopitia, tunatangaza Bwana, hata ambaye amepeana mabarua kwa kampuni akingojea apigiwe simu, natangaza afanikiwe, natangaza afanikiwe. Hiyo ndoa ifanikiwe, hiyo huduma ifanikiwe. Nchi yetu ya Kenya tunatangaza ifanikiwe. Kanisa CFF Daima tunatangaza tutafanikiwa katika jina la Yesu. Wachungaji wafanikiwe, viongozi wafanikiwe, wazee wafanikiwe. Tunatangaza wamama wafanikiwe, watoto wetu tunatangaza wafanikiwe. Watu wa YouTube wanaotutazama CFF Daima wafanikiwe. Watu wa YouTube wanaotutazama wakiwa kwa nyumba zao, wakiwa nchi za ng'ambo, wakiwa Nakuru, wakiwa Mombasa, wakiwa Naivasha, wakiwa Eldoret, tunatangaza wafanikiwe. Wakiwa Kakamega, tunatangaza wakiwa Machakos, popote wanatutazama, tunatangaza wafanikiwe. Baba, kwa ajili ya utukufu wako Baba, tunasema asante. Na Baba pia nakushukuru Baba, pokea heshima, na Baba pia pokea utukufu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Amen. Mungu akubariki. Tunaweza toa matoleo zetu. Namba zetu ziko pale ni 977-9691. Unapotoa pale fedha inatusupport kwa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haiwezi bila pesa. Lazima kuwe na pesa. Unaweza kuwa uko mhubiri mzuri, uko na upako nyingi sana, lakini bila fedha saa zingine inakuwa ni ngumu katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri unaweza kutoa pia sadaka yako, ni fungu la 10 yako, na inakuwa pia ni jambo moja nzuri katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya sadaka zetu. Tunatangaza pia sadaka tutakachotoa Baba kifanikiwe. Hata mwenye hana utambariki, hata kesho atakuwa wa baraka zaidi kwa ajili Baba ya utukufu wako, maana wewe unaangalianga moyo. Baba, tunasema asante na ubariki watu wako na watende mema. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Mungu awabariki na Mungu awatendee mema katika jina